Na tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini ya kwamba mko salama salimini, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake mashariki ambako hali ya usalama yake inazidi kuzorota siku baada ya siku. Na tutakwenda kuanzia huko jimboni Ituri ambako nafasi ama ngome ya kimkakati iliyokuwa ikishikiliwa na wahasi wa ADF imeripotiwa kurejeshwa na wapiganaji wa Zalendo katika wilaya ya Mambasa huko mkoani Ituri kufuatia mapigano yaliyoripotiwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyoaminika, vinadai kwamba operesheni hiyo ilitekelezwa na muungano unaojulikana kama Front Grand Nord unaoongozwa na Kambale Mayani Sherme. Nafasi hiyo iliyorejeshwa ilitumika na wahasi kama kituo cha usambazaji wa vifaa na wapiganaji, hasa katika juhudi zao za kuleta nguvu mpya kwa lengo la kurejesha udhibiti wa eneo la mgodi la Muchacha ambalo lilikuwa limekombolewa tarehe 23 ya mwezi wa Machi mwaka huu. Taarifa ya awali iliyotolewa na msemaji wa VDP wa Zalendo inaonyesha kuwa wapiganaji kadhaa wa ADF walipata kuuawa wakati wa mapigano hayo. Aidha, risasi pamoja na vifaa mbalimbali vya kijeshi vilitelekezwa na wahasi walipokuwa wakikimbia baada ya kushindwa. Kwa upande wa VDP wa Zalendo, hasara ya maisha imeripotiwa ambapo mpiganaji mmoja alipoteza maisha baada ya kukanyaga bomu la kutegwa ardhini linalodaiwa kutegwa na wahasi, jambo linaloonyesha hatari inayoendelea ya uwepo wa mabomu katika eneo hilo. Urejeshwaji wa nafasi hiyo unakuja katika muktadha wa mashinikizo yanayoendelea kutoka kwa makundi ya ulinzi ya wenyeji dhidi ya wahasi wa ADF katika sehemu hiyo ya Ituri, ambapo masuala ya usalama yanaendelea kuhusishwa kwa karibu na udhibiti wa maeneo yenye rasilimali za madini. Na huko mkoani Kivu Kaskazini, hali ya usalama inaendelea kuwa tete sana katika wilaya ya Masisi ambapo mienendo mipya ya wahasi wa M23 inaibua wasiwasi mkubwa. Kulingana na vyanzo kadhaa vinavyoaminika, vinaweka wazi kuwa taarifa za kuwasili kwa nguvu kubwa za ziada za wapiganaji pamoja na vifaa katika eneo la Masisi Centre ambalo linachukuliwa kuwa la kimkakati, kijeshi na kijiografia. Mashuhuda wa eneo hilo wanasema kuwa siku mbili zilizopita walishuhudia malori kadhaa yaliyokuwa yamejaa wapiganaji yaliweza kuwasili maeneo hayo yakitokea kwenye mhimili ama akse ya Mushaki na Goma, njia inayotumiwa mara kwa mara na makundi yenye silaha kwa harakati zao katika eneo hilo. Hadi sasa malengo halisi ya uhamasishaji huo hayajulikana wazi. Hata hivyo, wachambuzi wa ndani wanataja uwezekano wa wahasi hao kujipanga upya kwa mtazamo wa kimkakati katika muhimili ama aksi mbalimbali ya wilaya ya Masisi. Hatua kama hiyo inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kupanua au kuimarisha maeneo yao ya ushawishi katika mazingira ambayo tayari yameathiriwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha na jeshi la serikali. Maendeleo haya yanaongeza hofu miongoni mwa raia ambao tayari wamekumbwa na mawimbi ya vurugu na kuhama kwa kulazimishwa. Wakazi wengi wana hofu ya kuzorota kwa haraka kwa hali ya usalama katika siku zijazo, huku wakihofia kuongezeka kwa mapigano ndani na pembezoni mwa Masisi Centre. Huku kwa upande mwingine, waasi wa M23 kunaripotiwa kuzinduka kwa wimbi kubwa la wapiganaji wao kujitenga na uasi huo, huku taarifa zilizoko mezani kabisa zinaweka wazi kuwa idadi kubwa ya wapiganaji kutoka uasi wa M23 AFC unaendelea kujisalimisha katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali inayoonyesha mwelekeo wa kuongezeka kwa wanaoacha mapigano katika wiki za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na 34e Region Militaire, ni jumla ya wapiganaji 263 ama 263 combattants wa M23
wakiwemo maafisa 4 ndio walioweza kujisalimisha kwa hiari katika miezi ya Februari na Machi katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Mamlaka za kijeshi zimeeleza kuwa wapiganaji hao wa zamani walipokelewa mara moja na huduma husika kwa kufuata taratibu zilizowekwa, hasa zile zinazohusisha na mipango ya kuwavua silaha, kuwatoa jeshini na kuwajumuisha tena katika jamii DDR. Hatua hizi zinalenga kurahisisha kurejea kwao katika maisha ya kiraia pamoja na kuchangia utulivu wa eneo hilo. Katika muktadha huo, jeshi la Kongo linaendelea kutoa wito kwa wapiganaji ambao bado wako katika makundi yenye silaha kuacha mapigano. Linahakikishia kuwa kuna utaratibu wa kuwapokea na hatua za kuwasaidia kurejea katika maisha ya kawaida kwa wale watakaoamua kujisalimisha. Aidha, tukio jingine la kujisalimisha liliripotiwa katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, vinadai kwamba wanachama wapatao 11 wa muungano wa AFC M23 wakisaidiwa na baadhi ya vikosi vya RDF walijisalimisha kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwenye muhimili ama aksi ya Bunyakiri katika wilaya ya Kalehe. Wakati wa kujisalimisha kwao, walikabidhi silaha 5 aina ya AK-47 kwa mamlaka za kijeshi. Matukio haya mapya ya kujisalimisha yanatokea katika hali ya usalama ambayo bado inaendelea kuwa na mvutano katika mashariki mwa nchi, lakini yanaonekana na mamlaka kama ishara ya matumaini katika juhudi zinazoendelea za kurejesha amani. Na tukijielekeza huko mkoani Kivu Kusini tena, hali ya usalama imeimarika kwa kiasi kikubwa katika maeneo ya Muramvya na Kajembwe ambako wanaishi wanajamii wa Banyamulenge, na kufuatia kuimarishwa kwa uwepo wa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kulingana na vyanzo mbalimbali vya ndani vinavyokubaliana, vinadai kwamba uwepo huo uliongezeka wa vikosi vya serikali umechangia kurejesha hali ya utulivu na imani miongoni mwa raia ambao hapo awali walikuwa na hofu kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Hatua zilizochukuliwa zinalenga hasa kuzuia uvamizi wowote wa makundi ya wahasi na kuhakikisha ulinzi endelevu kwa wakazi. Ushuhuda uliokusanywa kutoka eneo husika unaonyesha kuwa kuna hali ya afueni miongoni mwa jamii ya Banyamulenge, huku wakipongeza juhudi zilizofanywa na mamlaka za serikali ya Kongo. Wakazi kadhaa wameeleza shukrani zao kwa serikali, wakiamini kuwa hatua hizi zitachangia kuleta utulivu wa kudumu na kuruhusu kurejea kwa maisha ya kawaida taratibu. Kuimarishwa huku kwa usalama ni sehemu ya juhudi pana zinazolenga kuimarisha amani na kulinda raia katika maeneo nyeti ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Kwa hiyo kwa kuzidi kupata habari motomoto kutoka kwetu, tunakusihi ubaki nasi sambamba hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.